Efeso 5:27. Apate kujiletea kanisa tukufu. Sikiza maneno hayo. Apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilokuwa na mawaa. Sawa sawa. Apate kujiletea. Hebu anzia mstari wa 25. Sawa, nasema hivi: enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Anasema huu ni mfano wa upendo ambao unatakiwa mme ampende mke. Haijasema kanisa ni mke wa Yesu. Si mmenielewa hapo? Ni mfano, anataka kuonyesha jinsi ambavyo mme anapaswa kumpenda. Anasema enyi waume wapendeni wake zenu kama angalia lugha, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kwa hiyo level ya upendo ambayo unatakiwa umpende mke wako ni kama Kristo alivyolipenda nini? Kanisa. Ni shughuli. Mnaonaje hapo? Mnaonaje yani? Uteseke kwa ajili yake yani. Uvuje jasho, weka vuja jasho fulani hivi kwa ajili yake. Haleluya. Mstari wa 26. Anasema ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Sawa sawa? Mstari wa 27 anasema baada ya kulisafisha apate kujiletea, kwa maana ajitengenezee, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Kwa maana nyingine anataka kujitengenezea kanisa ambalo halina mapungufu, halina mchanganyiko wa kingine, bali lenye kubeba utukufu wake, lenye kumbeba yeye, lenye kumdhihirisha yeye tu. Ndio maana yake kwamba kanisa hili ukiwaangalia hao watu wanamdhihirisha Kristo tu, ukiwaona unamwona Kristo. Sawa sawa? Ndio maana jina la Wakristo, wakati wa jamaa Yesu ameshaondoka, amepaa zake, wanafunzi wanaenda huku wanapita, jamaa wakasema hawa jamaa ni Wakristo. Ili jina la Wakristo hatukupewa na mtu mwingine, ni nickname. Yaani wafuasi wa Kristo. Kule Antiokia wakasema hawa ni Wakristo kwa sababu ya mwenendo, unafanana na Kristo mwenyewe. Unafanana, wamebeba sura ya Kristo. Wameibeba sura ya Kristo, kwa sababu hawa ni Wakristo. Ndicho anachokitafuta kwenye andiko hilo hapo. Kwa hiyo swala sio kujizuia na dhambi ili uwe mtakatifu. Kwanza, hakuna mtu anaweza kujizuia na dhambi. Ni ngumu wewe kujizuia mwenyewe. Ni sawa sawa na mtu ambaye amezoea ulevi. Ni ngumu kuacha ulevi. Yana anajizuie tu. Kujizuia na dhambi kuna kuwezekana ni pale ambapo unaingia kitu chenye nguvu kuliko dhambi. Na lazima uwe Mungu tu. Unapomuingiza Kristo ndani ya maisha yako, ndiye anayekushindia dhambi. Sawa sawa? Ndio maana tunasisitiza watu kuliingiza neno sana ndani ya maisha yao, sababu neno likiingia lina nguvu, linaweza kwenda kukuokoa na kwenda kukushindia dhambi ndani yako. Nao hebu tuangalie dhambi ni nini. Sikiliza. Yohana 3:16-18. A very common scripture. Yohana sura ya 3 mstari wa 16-18. Biblia inasema ninayo. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Sawa sawa? Kwa Mungu alimtoa mwanae pekee kwa ajili ya ulimwengu, kwa jinsi aliupenda ulimwengu. Mungu anavyosema alipenda ulimwengu sio miti na milima, alipenda mwanadamu. Sisi ndio tulipendwa. Sasa ili tusipotee akamtoa mwanae pekee. Jana waliokuwa kanisani hapa mnakumbuka nilifundisha the only begotten son. Si ndio? The only begotten son. Nilifafanua hiyo, si ndio? Mnaielewa, si ndio? Now let's continue. Anasema mstari wa 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. That's the work. Sio kuja kuhukumu, auokoe. Ndio maana tukuta kanisani lazima muwe watu wa rehema, watu wa upendo wa sana. Kwa sababu sio mtu anakuja ni kuhukumiana. Makanisani ukuta kuna kuhukumiana. Huyu yuko vinono. Rehema. Mioyo wa rehema. Huu ambao Kristo alikuja nao. Twende kwa sababu siko huko sana leo. Mstari wa 18 anasemaje? Amwaminie yeye hahukumiwi. You see now.
amwaminie yeye hahukumiwi. Anasema asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Nifuate vizuri. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hiyo dhambi sio vitu vingine vyote, jumla vitu vyote ambavyo mnavisema nyinyi. Si kavulana kamerana na msichana, si mtu kaiba pale ndani. Hiyo sio dhambi. Hayo ni matunda ya dhambi iliyoko ndani ya mtu. Dhambi ni uasi. Huyo anayesemwa hapo anasema hivi, amwaminie hahukumiwi. Hana hukumu, ameshahamishwa kutoka kwenye hukumu, ameingizwa uzimani. Lakini anasema dhambi ni yule ambaye ni kutokuamini. Dhambi ni kutokuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. That's the sin. Hiyo ndio dhambi, kwamba wewe umemkataa Kristo. Ndio maana unaitwa mwenye dhambi. Unaitwa mwenye dhambi kwa sababu hujamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hawezi mtu akishaokolewa akawa amemwamini Yesu, haitwi mwenye dhambi. Hapa naeleweka nafikiri. Haitwi mwenye. Ukifanya mtu aliyeokoka akifanya kitu kinyume na utaratibu wa maisha ya Ukristo, anaitwa amekosea. Haitwi mwenye dhambi, bali amefanya makosa. Ndio maana kwenye Biblia imetenganisha, imesema makosa na dhambi. Kumbuka kuna makosa na nini? Na dhambi. Hapa naeleweka. Sasa watu wa hukumu hapa hawataki kusikia hicho kitu, lakini mimi nakupa maandiko. Kuna makosa na nini? Na dhambi. Hebu nisaidie katika hili. Sasa ukishampokea Yesu ndio inakuwa hivyo. Hebu nipe Warumi 8:1. Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili haraka. Anasema hivi, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Sasa hii hapa ni Biblia ya Kiswahili. It is very short. Lakini nimeenda kwenye tafasiri zingine. Kwa mfano mimi nina New King James Version, sio kama unayo hapo. Hii hapa inasema hivi, there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Waenendao si kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya Roho. Kuwa ndani ya Kristo sio kumkiri Yesu. Kumkiri Yesu ni step 1. Lakini unapozidi kukua, then ukiingia kwenye ushirika na Kristo, ukiwa kwenye ushirika na Roho Mtakatifu, unapokuwa unaongozwa na Roho Mtakatifu akishachukua maisha yako, hauko chini ya hukumu. Hauko chini ya hukumu ya chochote. Hauwezi kuitwa mwenye dhambi. Umesafishwa na Roho wa Mungu. Umesafishwa na damu ya Kristo. Sasa hapa ndo kuna mtego. Anasema hivi, anasema hakuna hukumu ya adhabu kwa walio katika Kristo Yesu, waenendao si kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya Roho. Waongozwao na Roho, waendao kwa jinsi ya Roho. Sawa sawa? Mstari wa pili unasemaje? Mstari wa pili, come on. Kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo hukumu kwa sababu umekutenga mbali na dhambi na nini? Na mauti. Kwa hiyo mtu akishaokoka na una Roho wa Mungu ndani yako, haiwezekani ukawa mwenye dhambi. Ila kuna uwezekano wa kurudi dhambini, wa kuanguka kutoka katika neema. Hiyo naikubali. Lakini hauitwi mwenye dhambi tena. Sasa hapa ndo tunakuja kwenye Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ngapi nimesema? Ya 5. Lakini kabla ya kwenda Wagalatia sura ya 5, tuangalie Warumi sura ya 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 8 na wa 10 hadi wa 10. Warumi sura ya 10 mstari wa 8 hadi wa 10. Warumi sura ya 10 anasema hivi, lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yani lile neno la imani tulihubiriwa. Lile neno ukishahubiriwa, unasikia neno, lile neno linaumba kitu ndani yako cha kukuhukumu na dhambi. Then unajisikia, unaweza ukasema, ukamkiri Yesu au ukatubu zile dhambi zako. Sawa sawa? Mstari wa 9 anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana
na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Sasa ukishaamini kwa moyo, nisikilize, now follow me carefully here. Ukishaamini kwa moyo alafu ukakiri kwa kinywa. Sasa hapa kuna aina mbili za imani, si ndio? Kuna imani ya moyo, kuna imani ya kinywa. Kwa hiyo unaamini kwa moyo, injili umeisikia, unaamini kwa moyo, alafu unakiri kwa kinywa, unaokoka. Kwa sababu umeamini kwa moyo, ndio maana nisikilizeni wapendwa, hata katika maombi make sure wewe sio mnafiki. Ili upate majibu lazima usiwe mnafiki hata kwenye maombi. Kuna watu wanaomba kwa kinywa vitu ambavyo haviko kwenye moyo. Lazima ili moyo ukiri kitu cha maana, lazima kiwe connected na kilicho kwenye moyo. Ndio maana unapoenda kusema kitu, useme kitu ambacho kinywa kitamke yale ya kwenye moyo. Wewe ni mtu halisi, wewe ni halisi. Lakini ukiona kinywa kinanena mambo ambayo hata moyo hauamini, kwa na wewe kama Mkristo upaswi kuwa hivyo. Kwa umeamini kwa moyo, umekiri kwa kinywa, unaokoka. Sasa huyu mtu aliyeamini kwa moyo, amekiri kwa kinywa, Roho Mtakatifu haachi kuchukua nafasi ndani yake. Haachi kuchukua nafasi ndani yake. Nafikiri kwenye somo la Roho Mtakatifu mnakumbuka ile process tuliyopeana, si ndio? Kuna mchakato fulani tulipeana. Sasa hatuko kwa leo. Leo tunataka kuzungumzia utakatifu tu. Haleluya. Sasa kwa haraka nipe Wagalatia sura ya 5, tuanzie mstari wa 19. Anasema hivi, basi matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya. Matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya. Haya, anasema uasherati. Yaani mtu ameokoka, yuko ndani ya kanisa, lakini bado anatembea kwenye matendo ya nini? Hili andiko alikuandikwa kwa ajili ya wenye dhambi huko nje. Hili andiko ni kwa ajili ya watu wa kanisani. Kumbuka ni kwa ajili ya watu wa wapi? Waliookoka. Nisikilize vizuri. Anasema basi matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi. Twende mstari wa 20. Anasema ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi. Alafu anasemaje mbele? Anasema husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Na kwa maana nyingine ametaja yako ni mengi, lakini amekupa sample. Lakini angalia lugha inayofuata, angalia statement inayofuata. Anasema na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, wala sichelewe kuambia. Paulo anasema nawaambia nini? Mapema. Anasema naambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa hapa kuna confusion. Amesema watu wanaotenda mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme nini? Wa Mungu. Hajasema hawataingia mbinguni. Kurithi ufalme wa Mungu na kuingia mbinguni ni mambo mawili tofauti. Lazima ujue kitu kimoja. Kwenda mbinguni ni kwa wale waliomkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Kurithi ufalme wa mbinguni, kurithi ufalme wa mbinguni ndiko kuja kwenye discipline yako ya maisha, kwenye nidhamu ya maisha. Hii inahitaji nidhamu ya maisha. Now listen here. Kwa mfano, mimi nina watoto. Sawa sawa? Na watoto. Alafu mtoto wangu mmoja au wawili au mmoja ana misbehave. Na kuambia wewe, sitaki mchezo huu, wewe unavuta bangi. Si ndio? Sitaki uvute bangi, unavuta bangi. Unakuwa mwizi. Unakuwa jambazi. Na kuambia sasa, kwa sababu umeamua kuvuta bangi na kuwa mwizi na kuwa jambazi, kuanzia leo mimi na wewe hatuna mahusiano. Lakini hajaacha kuwa mtoto wangu, haimfanya sio mtoto wangu. Kwa hiyo zile benefits za familia, labda kumsomesha au kumpa hiki au vile, hata zipata, lakini still ni mtoto wa ndege. Si hapa mnanielewa? Ukishazaliwa na Mungu kuna benefits ambazo zinatakiwa uzipate, zinazoambatana na ni package ya wokovu.
Lakini ukiwa mzinzi, ukiwa mwasherati, ukiwa muongo, ukiwa mlevi, huwezi kuzipata. Unaishi maisha ya kustruggle kwa sababu unaenda kinyume na kanuni za maisha ya Baba. Hapa naeleweka? Ndio maana watu wengi wana struggle. Ndio maana tukisema soma Biblia, soma Biblia, we know kwa nini tuna insist watu kusoma Biblia. Tunajua sababu. Ukiyaona mwenyewe yatakufundisha. Ndio maana ukishazaliwa kwenye familia ya Mungu, hakuna kitu kinakutoa. Labda ujitoe wewe mwenyewe. Hakuna kitu kinakutoa. Ila lazima umwangalifu. Usiishi kwa kusota na mateso duniani kwa ujinga wako. Ukijichanganya kwenye haya mambo, rudia mstari wa 19 pale. Rudi pale. Rudi tusome. Mstari wa 19 sema, basi matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi. Twende mbele mstari wa 20. Anasema ibada ya sanamu, uchawi, uadui. Uchawi sio lazima mzizi, ni roho. Huko kanisani umeng'ang'ania mambo ya ajabu ajabu. Kuna uchawi mwingine wa mdomo tu. Kuna watu wanaendeshwa kuna mama mmoja, tena ni mama mchungaji. Hapa nikasema mama ana spirit gani huyu? Akikwambia neno lake, litakaa ndani yako miezi 6. Utastruggle kulitoa, sio mchezo. Neno moja akikwambia baya, na alikuwa na maneno magumu na ameokoka, hiyo ni aina ya uchawi. Usifikiri mpaka anda chimbe mzizi wa blue, mwekundu. Hamna, spirit iliyoko ndani yake. Na kuna watu wanavilea hivi vitu vyenyewe, wanavilea. Sasa viko, unajua kabisa nina weakness ABC, si ndio? Na unailea, hauwezi kurithi ufalme. Na unajua kwenye sala ya Bwana pale, si ndio? Anasema Baba yetu ulio mbinguni, si ndio? Ufalme wako kufanya nini? Ufalme wako kufanya nini? Alafu mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama wapi? Sasa yale mapenzi ya Mungu ya hapa duniani yanayokuja na ufalme wake, huwezi kuya benefit kama unaishi kwenye mambo haya. Usifikiri amesema ni makosa. Kwa makosa hayana nguvu. Nani amekwambia? Makosa hayana nguvu kwenye familia. Mwizi, mlevi, unaniletea bangi, mimi nikuchekee, utakuwa baba mjinga wewe. Kama wewe mwanadamu unakasirishwa na vitu vya mtoto namna hiyo, kwamba why smoking marijuana, si ndio? Unafikiri Mungu anaonaje? Now listen. Kuna vitu nataka muelewe. Tunapozungumzia utakatifu, kuna namna nataka niweke. Kuna utakatifu wa vitu na utakatifu wa watu. Kuna utakatifu wa vitu vitakatifu, alafu kuna utakatifu wa watu watakatifu. Kwamba kuna mtu anatakiwa kuwa mtakatifu, lakini kuna vitu vimefanywa kuwa vitakatifu. Sasa nataka kutofautisha kwamba kuna utakatifu wa vitu na maeneo. Kuna maeneo yanaitwa matakatifu, kuna vitu vinaitwa vitakatifu, lakini kuna watu wanaitwa watakatifu. Now I want us to set tuchore mstari hapo katikati ili ujue kwamba hivi vitu ndio vitakatifu why na watu wanakuwa watakatifu why. Si ndio jamani? Sasa kuna confusion. Kuna namna ambayo utakatifu wa vitu na mahala, things and places. Kuna utakatifu wa vitu na mahala umechanganywa na utakatifu wa watu. Kwa mfano, tuangalie Kutoka 3:5. Kutoka 3:5. Weka hiyo baba. Kutoka 3:5 weka. Kitabu cha Kutoka. Na utakatifu wa vitu ulitumika zaidi kwenye Agano la Kale, sio Agano Jipya. Kwenye Agano Jipya we don't have holy things and the holy places. We don't have. Listen to this. Kwenye Agano Jipya hatuna mahala maeneo matakatifu wala hatuna vitu vitakatifu. Utakatifu kwenye Agano Jipya ni watu. Sawa sawa? Kwenye Agano la Kale kulikuwa na vitu vinavyokuwa kuwa vitakatifu. Nao angalia hiyo, anasema naye akasema usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Hapa Musa anaambiwa na Mungu. Kwa nini panaitwa nchi takatifu? Ni mahala pamewekwa wakfu na pametengwa kwa ajili ya presence ya Mungu. So the presence, uwepo wa Mungu ulikuwa pale, na ni mahala ambapo Mungu amepaweka wakfu, amejisimika mwenyewe pale, anataka kuzungumza na Musa, amepaita hapa pametengwa kwa ajili yangu, ndio maana yake. Sawa sawa? Lakini hapo mahala patakatifu sio permanent. Hapo patakatifu permanent.
Kwa mfano labda hiyo hapo Musa alipokuwa amesimama, ukienda labda sasa hivi pana choo. You never know. Palikuwa patakatifu wakati ule Mungu alipopatumia, palitengwa kwa ajili yake wakati ule. Mungu alipatumia for some hours au some days, bas pakaisha, hapa kuendelea kuwa patakatifu. Kwa maana yake ndio kwamba unasikia pametengwa kwa ajili ya Bwana. Sema amen. Tuangalie maandiko mengine. Kutoka 19:6. Kutoka 19:6. Anasema, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndio maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Sasa Musa anatumwa awaambie wana wa Israeli kwamba taifa litakuwa takatifu. Litakuwa yani kwamba lile taifa limetengwa kwa ajili ya Mungu. Mungu alikuwa na kazi kupitia hawa. Kwa wana wa Israeli wametengwa kwa ajili ya Mungu. Ile taifa takatifu kwamba ni taifa lilotengwa kwa ajili ya kazi yangu. Set apart for him. Kwa hiyo nyie nimewatenga kwa sababu nitawatumia nyie kufikia ulimwengu. Nitatumia nyie watu. Nitatumia kabila hii kufikia watu. Nitatumia taifa hili. Kwa Mungu ndio maana akatembea na wana wa Israeli, wana wa Israeli anatembea nao, wanaitwa wana wa Israeli. Israeli mwenyewe ndio yeye mwenyewe. Sawa sawa. Ameenda nao, anaenda hatua kwa hatua. Amewatenga kwa ajili yake. Mnanifuata vizuri? Pende tena. Pende tena. Nawapenda. Sema amen. Kutoka 28. Kutoka 20 mstari wa 8. Anasema hivi, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Yaani uifanye kuwa takatifu. Sawa sawa? Kuna siku alizifanya kuwa takatifu. Yaani alizitenga kwa ajili yake. Ziko baadhi ya siku alizitenga Mungu kwa ajili yake. Kwenye Agano la Kale. Kwamba siku hii inakuwa kwa ajili ya Bwana, imetengwa kwa ajili ya Bwana. Haitafanya vitu vingine vyovyote vitafanyika, itakuwa kwa ajili ya Bwana. Sawa sawa? Twende Zaburi 48 mstari wa 1. Bwana ndiye aliye mkuu na mwenye kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu, katika mlima wake mtakatifu. Sasa you see? Kuna mlima unaitwa mlima nini? Mtakatifu. Mahala hapo mlima mtakatifu amepatenga kwa ajili yake. You go there, you meet him. Presence yake inakuja pale, you encounter him there. Katika mlima unaita ule mlima wa Bwana, ule mlima mtakatifu. Huwezi kwenda kienyeji. Hata vijijini kwetu huko kuna maeneo huko huwezi kwenda, yametengwa. Si ndio? Hata vijijini huko kuna maeneo huko huwezi kutenga. Kwa mfano kijijini kwetu kulikuwa na mahala fulani kuna chemchemi ya maji. Ile chemchemi ya maji inatokea kwenye jiwe. Ile jiwe lina matundu mawili yanafanana na pua za kondoo. Na wanapaita kabisa pua za kondoo kwa lugha ya kwetu. Kwa hiyo inamina maji pako very green kabisa. Uruhusiwi kukata mti wowote. Wanakuambia ukikata mti hata kijiti eneo pale, fine ni ng'ombe. Na kwa nini wanasema hivyo? Wanasema tunakupiga faini ya ng'ombe kwa sababu hapa mahala pana nini ile mishetani yao, nini ile mizimu yao. Sio, umenielewa? Leo ukienda mahali hapo mpaka huwa anacheka. Hakuna hata kijiti. Hata kijiti, mambo yamebadilika. Haleluya. Kumbe ilikuwa ni ujanja wa wazee wa kupreserve mazingira. Ni ujanja tu wa wazee wa kutunza mazingira ulikuwa. Siku hizo wameondoa hizo mila, vije wanafyeka tu, wanafyeka. Haleluya. Nasema haleluya. Now, those are places. Hayo ni maeneo. Sasa nataka kuja kwenye kiini cha jambo lenyewe. Uko tayari? Nafikiri nimekutengeneza ufahamu wako vizuri, nimekutengenezea foundation nzuri. Now I can build up. Kwenye msingi naweza nikajenga sasa, ndio? Baada ya kuwa tumeangalia mchakato wote wa vitu hivi hapa, sasa nataka tuangalie kitu kimoja hapa. Vitu vinakuwa takatifu, nimewambia reason, sababu ya kufanywa kwa vitakatifu, vinatengwa kwa ajili ya Bwana. Lakini tunakuja kwenye utakatifu wa mimi kama mtu na wewe kama mtu. Unakuwaje mtakatifu? Na utakatifu ni nini? Sawa sawa? Turudi sasa kwenye waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 1 na ule mstari wa 14 hadi wa 16. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza
za ujinga wenu. Mstari wa 15 anasema hivi, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu. Kwa tunatakiwa kuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Mstari wa 16, kwa maana imeandikwa. Sasa hii ndio inakuwa raha. Lazima uamini kilichoandikwa, lazima uishi kilichoandikwa, sio kinachosemwa semwa mtaani. Hata hapa kwenye utakatifu tunakuwa watakatifu kwa sababu imefanya nini? Imeandikwa. Anasema kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Yeye Mungu anasema mtakuwa ninyi watakatifu kwa kuwa mimi niliwaita ni mtakatifu. Kwa mimi na nyie kuweza kwenda pamoja, to sail together, lazima tufanane. Yaani sura yako iwe sura yangu na sura yangu iwe sura yako, hapo tutakwenda. Kwa Mungu ni Mungu wa namna gani mpaka na sisi tu kama yeye? Kwa anaposema tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu, anamaanisha tuwe nini? Tuende Mathayo 5:48. Mathayo 5:48. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kwa maana nyingine, anaposema mtakuwa watakatifu, anamaanisha mtakuwa wakamilifu. Kwa utakatifu ni ukamilifu wa kufanana na Mungu. Biblia inajitafasiri yenyewe. Huhitaji ujanja, huhitaji maneno mengi. Soma Biblia, utakuta maandiko hili linafafanua hili linatafasiri hili. Anasema sikule mwanzo anasema maana imeandikwa. Iliyoandikwa ni hii hapa. Sawa sawa? Of course iko kwenye kitabu cha Kutoka kule, lakini na Hesabu na yaachana navyo. Tuje kwenye hii hapa. Anasema basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo. Come on. Na niliwaambia from the beginning kwamba kiwango chako cha utakatifu lazima kifanane na cha kwake. Kwa kiwango chako cha ukamilifu lazima kifanane na cha kwake. Sasa ukisema hivyo, unachoambiwa na Waswahili au walokole, watakwambia mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu. Sawa sawa? Wanasema mwanadamu hawezi kuwa nini? Tunaelewana hapo jamani? Watakwambia mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu. Ukisema mwanadamu hawezi kuwa mkamilifu, basi Mungu muongo. Maana yeye ndiye amesema tuwe wakamilifu kama yeye alivyo mkamilifu. Kama Mungu amesema tunapaswa kuwa wakamilifu kama yeye alivyo mkamilifu, ina maana inawezekana. Hizi zingine ni excuses, ni kutafuta vijisababu vya kufanya ujinga katikati hapo. Lakini alichokisema Mungu lazima kikamilike. Sasa ninakuleta kwenye ufafanuzi wake. Uko tayari? Sasa. Kumbuka, anasema ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kama alivyo nini? Kama alivyo mkamilifu. Kumbuka, hebu nipe kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 na 27. Kumbuka, mnakumbuka, mkisoma Biblia mna connect maandiko. Sura ya 1 Mwanzo mstari wa 26 anasemaje? Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa maana nyingine nimfanye mtu afanane na mimi. Hapo ndo msingi ulianzia. Mungu alikuumba ufanane na yeye, uwe kama alivyo. Alafu akasemaje? Unaona? Anasemaje? Kwa mfano, kwa sura yetu, wakatawale. Unaona? Wakatawale. Kwa Mungu ni mtawala, Mungu ni mkuu. Kwa anatengeneza mtu wa kufanana na yeye, amkabidhi utawala. Si mnanielewa? Ndio maana Mungu hana ushirika na kiumbe kingine chochote zaidi ya mtu. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba Kristo Yesu alikuja kuturejesha kwenye ushirika na Mungu wetu.
Kama tumerejeshwa kwenye ushirika na tumeitwa tuingie kwenye ushirika na mwana wake. Mnanielewa wapendwa? Turejeshwe kwenye ushirika, fellowship. Ushirika ni partnership. Kuwa na umoja, kuwa wamoja. Ndio maana Yesu anasema mkiwa ndani yangu kama mimi nilivyo ndani ya Baba. You see? Kwa kama yeye anaweza kukaa ndani ya Baba na Baba akawa ndani yake, kwa na sisi tunaweza kuwa ndani yake na yeye akawa ndani yetu. Tuko pamoja hapo? Kwa hiyo ndio maana sikiliza, ngoja niwapeleke mahala pengine nilisikilize. Hebu kwa mfano. Hebu angalia ile andiko mmelielewa. Mstari wa 27 unasemaje? Mstari wa 27. Anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Aliwaumba kwa mfano wake, kwa kufanana na yeye. Kwa maana nyingine inatakiwa mtu chochote kitokea huko kikikuona kione kama kimeona Mungu. Akikuwa nimeona Mungu. Sasa ndicho Mungu alichokusudia pale. Sasa na ukuleta kwenye point. Sikiliza hapa. Angalia Waefeso, nipe Waefeso dogo. Waefeso sura 4, mstari wa 13 mpaka 15. Kwanza kabla ya Waefeso hapo, Waefeso sura 4 mstari wa 11, anza mstari wa 11. Mstari wa 11, tuanze mstari wa 11. Nitaenda mpaka 15. Nifuateni vizuri hapa, muweze kuelewa vizuri. Najua mtakutana na maswali mtaani. Sawa sawa? Sasa mnawapa elimu. Msibabaishwe na mtu. Sikiza anasema hivi. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Sawa sawa? Tuende mstari wa 12. Anasema kwa kusudi la kuwakamilisha ili tuwe wakamilifu. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Sawa sawa? Hata kazi ya huduma itendeke. Unawakamilisha wale waliofanana na Mungu wao, wale waliochagua kuendana na Mungu wao. Hata kazi ya huduma, haya mengine ni matokeo. Twende mstari wa 13. Twende mstari wa 13. Sikiliza anasema hivi. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Come on. Hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa tunatakiwa kumfikia nani? Kristo. Sio askofu wako, sio mchungaji wako, sio yeyote. Lazima tumfikie Kristo katika yote. Kama alivyo Kristo ndivyo tunapaswa kuwa. Sasa kama anakaa ndani yako, kama anaishi ndani yako, utafanana na kitu gani? Unachukua kila kitu alicho. Haleluya. Twende mstari wa 14. Anasema hivi, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila elimu, kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Mstari wa 15, sikiza kigongo hapo sasa. Kigongo hicho hapo. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Tumfikie katika mangapi? Yeye ni mtakatifu, sio mtakatifu. Kwa tufikie kwenye level yake, kwenye ukamilifu wake. Na huu ukamilifu unaosemwa hapa, usije ukauconfuse. Maana Waswahili na walokole wao kazi yao ni kuunda vitu vyao wanavyojua na sio vilivyoandikwa. Utasikia hapana, mwanadamu lazima uwe na makosa. Kuwa na makosa hakuondoi ukamilifu. Si nisikilizeni sasa vizuri hapa. Ngoja nikuonyeshe kitu. Na kuonyesha kitu. Ukiwa kwenye mwili huu, kuna mahali utakosea. Sasa hapa si kama mtakubaliwa au mtakataliwa, sijui. Yesu Kristo mwenyewe alipovaa mwili alifanya makosa. Yesu Kristo akiwa katika mwili alifanya makosa. Hakufanya dhambi, lakini alikosea. Mnakumbuka maombi yake aliposema kikombe hiki kiniepuke, lakini akarudi kwenye akili yake ya awali ya kumjua Mungu, akasema si mapenzi yako, mapenzi yako. Sasa swali linakuja, hivi wewe fikiria, tangu amezaliwa ana miaka 33, si ndio?
Haya, Mungu anamreverse vipi? Maana yake ameshazaliwa na mwili na ameshakuwa mkubwa. Kuna kazi imemleta duniani. Kikombe kimuepuke, sisi tuende wapi? Yaani Yesu akwepe kutandikwa, akweswe kuuawa, sisi tungekuwa wapi? Ndio maana unasikia, nisikilize, Mungu hajibu maombi ya kipumbavu ya kijingajinga. Hata wewe unaomba hovyo, Mungu hayafiki kwanza. Sikiliza, mimi siamini kama lile ombi lilifika. Sijui. Kwa sababu Biblia inasema pakawa kimya na mbingu ikamnyamazia. Kwa mbingu haikusema, siku zote mbingu ilimjibu. Siku zote alisema tu matokeo yanatokea. Je, maombi hayo yalijibiwa? Biblia inasema malaika wakaja kumtia nini? Wakaja kumuencourage mzee, songa mbele, hiki ndio kilikuleta. Hiyo ni sababu ya mwili. Na Biblia inaonyesha wazi alipoomba alionyeshwa yanayokwenda kumkabili. Alipoyaona mwili ukakataa. Mwili ndio ulikataa. Lakini hilo halikumuondolea utakatifu. Mnanielewa? Halikumuondolea utakatifu wake. Alibaki mtakatifu wa Israeli, mtakatifu, mkamilifu siku zote. Lakini mistake imetokea. Ameomba isivyo sawa. Ameomba ambacho hakikupaswa kiombe. Ndio maana mbingu ilinyamaza na alikufa. Maana yake hakujibiwa kwamba asiuawe. Kikombe kikuepuke, mimi leo ningekuwa wapi? Hebu kufa tupone bwana. Afa mchezo nini? Kufa tupone. Haleluya. Nasema haleluya. Muulize jirani yako, anakuelea haya? Yanakuelea haya? Muulize, anakuelea haya? Sasa sikiliza. Hebu angalia mahubiri yote tunayohubiri. Hebu Wakolosai 1:28 tuone inasemaje. Wakolosai 1:28 kwa mfano. Bado ni hilo, afu kuna andiko moja na kwa nimefunga mjadala leo. Anasemaje? Anasema ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta katika mtu mtimilifu katika Kristo. Kwa lengo ni kufanya mtu awe nini? Mtimilifu. Ndio mambo hayo yote tunafanya kutengeneza kutimiliza watu. So huko hapa Advocate Lucy, yani all I'm doing ni kukutimiliza. Na mimi naye kutimiliza kwa sababu mimi sio kwa sababu mimi naendelea kutimilizwa. Haleluya. Haleluya. Sasa unaweza kusema huu ukamilifu ambao tunapaswa kuwa nao ni wa namna gani? Kama we still can make mistakes. Haya, huu ukamilifu ni upi? That's the question, si ndio? Na ni swali la maana sana. Yanakuelea haya. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza, twende tuanzie mstari wa 3 pale. Waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza, tuanzie mstari wa 3. Sikiliza maneno haya. Ukamilifu unaozungumzwa hapa. Sikilize. Anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia za uungu. Washirika wa tabia, partakers of godly nature. Ili ya Kiingereza sema partakers of godly nature. Kwa hiyo asili ya uungu iumbike ndani yetu. Utakatifu ni ile asili ya uungu inayoumbika ndani ya Mkristo. Ule ndio unaitwa ukamilifu, ile asili ya uungu inayoumbika ndani yako. Na anasema hivi, sikia, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Utaendelea kusoma mpaka mstari wa ngapi? Wa 11. Utaangalia huko mwenyewe. Utasoma mpaka mstari wa 11 kwa wakati wako. Lakini la msingi hilo hapo. Tabia za sio za kiungu, za uungu. Ule uwezo wa kiungu umbike ndani yako. Nao nisikilize vizuri sana hapa. Nisikilize. Utakatifu doesn't come siku moja. It's a process. Lazima tuukulie. Ndio maana kwenye Waefeso sura 4:15 anasema tukue. Tunakuwa kila siku, tumkulie Yesu, tuukulie wokovu wetu.
Neno la Kristo liwe ni chakula cha kutupeleka siku hadi siku mpaka tufike kwenye level ya Kristo mwenyewe. Yanakuelewa haya? Ndio maana nikawaambia hivi, haya mambo wanashuhudia kwamba ilitokea Igare, ilitokea Azusa. Kwa nini yasitokee kwetu? Kwa nini uamsho usiwe hapa? Kwa nini Roho Mtakatifu asionekane hapa? Sababu people don't grow. Watu hawakui. You are busy, I know. Watu wako busy. Ulimwengu unatupeleka speed lakini tenga muda every day wa kuhakikisha unakuwa. Sema amen. Mungu anataka kufanya kitu duniani, lakini hauwezi kufanya yeye bila sisi. Sisi ndio lazima afanye kupitia sisi. Huu ulimwengu tumekabidhiwa sisi wenye mwili. When God wants to do anything, anatafuta mwenye mwili. Ndio maana hata Yesu kutuokoa ibidi apewe mwili. Mungu hawezi kufanya chochote bila sisi. Tunahitajika sisi, we are very important kwake. Ndio maana haya yote yakikaa ndani yetu, tukiwa hawa ambao wanatutaka, mambo makubwa yatatokea wapendwa. Tuache vitu vile vya kulazimisha. Yaani huhitaji mafuta, huhitaji chumvi, huhitaji maji, huhitaji udongo, huhitaji chochote si majivu. Unahitaji neno la Mungu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu tu. Ndio maana niliwaambia hivi, you go to this level, hakuna hata aina ugonjwa unaweza kanda ndani yako. You go to this level, hakuna uchumi unatetereka kwako. You have the authority, you have everything. Mungu ameachilia vitu vingi sana kwetu. Sema ujinga wa watu. Ni ujinga unatesa watu. Akili yako ikiwa haijabadilishwa na kweli ya Mungu, huwezi kuona ya mambo. Always utaona madhaifu. Unajua kinachonishangaza mimi mpaka leo? Yaani hata kanisa linaamini katika udhaifu kuliko nguvu. Yaani ukisema kitu chenye nguvu kama hivi, wanasema hiyo haiwezekani. Wanataka useme ni pole pole, ni kwa neema. No. God has given us power and authority. Actually, sikiliza. Ndio maana huwa anasema Mungu hawezi kushuka kupigania vita. Ndio maana anasema umepewa, jivike silaha zote za nani? Ina maana ameziachilia kwetu, tujivike silaha zote za Mungu tupate kushinda siku ya uovu. Tunashinda sisi, sio Mungu anayekupigania, ni wewe unatakiwa upigane. Inabidi mshinde shetani, ushinde adui kwa sababu unayo mamlaka. Ndio maana anasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Nani anashinda? Wewe, mimi, tunashinda. Sawa sawa? Sasa siwezi kuchukua damu sina jipake nishindie, no. Lazima niwe na nguvu ya confession in faith. Confession of faith. Okay, nimeshaoshwa na damu ya Yesu, that's clear. Now I have to use my confession of faith. Ukiri wa imani yangu kushinda. Simama na ukiri mpaka vitu vinatokea. Kwa sababu kama Mungu aliumba nchi kwa neno. Hamjasoma? Alisema neno, vitu vinatokea. Na hiyo power iko ndani yetu. Na Mungu Yesu akasemaje? Nimewapa mamlaka yote mbinguni na wapi? Kwa hiyo lolote mnalolifunga hapa linafunguliwa. Lolote mnalolifunga linafunguliwa. Come on. Kuna watu hamjaelewa hapa. Sasa tusikae kwenye vitu vinyonge. Utasikia nimepaka damu ya Yesu nilinda. Acha ujinga. Neno lipo wazi. Tunadanganywa na vitu vidogo. Watu siku hizi mambo ya ajabu. Imefika mahala sasa hivi, barikiwa sana. Imefika mahala sasa hivi kuna watu wanafundisha kwamba toeni kafara ndio mfanikiwe. Kabisa mtumishi wa Mungu anafundisha toeni kafara mfanikiwe. Eti chinja, fine. Nani amesema uchinje ndio ufanikiwe? Nani amesema utoe kafara? Wapi? Maandiko lipi? Ni kwenye maandiko wapendwa. Mtu ukisema maandiko anasema hatuishi kwa maandiko, tunaishi kwa neno. You are stupid. Andiko neno unatoa wapi bila maandiko? Neno unatoa wapi bila andiko? Lazima muwe kitu, amua kuwa kitu cha tofauti. Amua kwa achana na habari ya company za kijinga. Kuwa wewe, if you have someone in your life and he doesn't add or she doesn't add any value, achana naye. Kuwa na watu wanao add value bwana. Kuwa na watu wanao kuongezea thamani bwana. Achana na watu wanao kudrain kila siku, wanakudrain. Unazidi kuwa wahovyo. Achana na watu wa namna hiyo. Kuwa na watu ambao wana add value. Unapoongea na rafiki yako, shoga yako, anakuambia nini? Kina add nini?
anakuunganisha na Mungu au anakutenga na Mungu.